Mashindano ya soka ya Isiolo yamefika kilele chake huku Greve Zebra FC na Bilbao FC wakifuzu kwa fainali baada ya ushindi wa kushangaza kwenye nusu fainali zilizochezwa katika uwanja wa Isiolo Cathedral. Greve Zebra FC ilionyesha ubabe wake kwa kuchabanga Mwangaza FC mabao 7-1 huku Bilbao FC ikilaza Iptania mabao 2-1 kwenye mechi ngumu. Timu hizi mbili sasa zitakutana kwenye fainali wakati wa Eid al-Fatah ambapo mshindi ataondoka na $100,000, mshindi wa pili akipata $50,000 huku mshindi wa tatu akipewa $30,000. Wachezaji bora pia wakitunukiwa zawadi. Sisi kama Isiolo tumeweza kuadhirika na dawa ya kulevya. So kwanza tunashukuru sana na kada pamoja na women rep yetu kwa kuletea tournament kama ina create awareness kwa vijana. Bilbao iliweza kushinda mechi ya kwanza 2-1. Semifinali ya pili tulicheza kati ya Greve Zebra kutoka Ngaramara na Mwangaza United kutoka Wabera. Mwangaza imeweza kupoteza, wamepigwa bao 7-1 na Greve Zebra. Mashindano hayo ambayo yalivutia timu 33 yameandaliwa kwa ushirikiano kati ya Nakada na ofisi ya mwakilishi wa wanawake wa Isiolo Mumina Bonaya. Mwenyekiti wa FKF County ya Isiolo Hussein Kadil Ali amepongeza juhudi hizo, akieleza kuwa mashindano haya yamekuwa nyenzo muhimu ya kuhamasisha vijana dhidi ya matumizi ya dawa za kulevya. Alisema kuwa zaidi ya mashabiki 1,000 wamekuwa wakifuatilia mechi hizo, jambo linaloonyesha jinsi soka linavyoweza kuunganisha jamii. Tunaweza omba pia hiyo tournament iendelee. Tunamuomba Mumina pia afanye namna tukue nayo frequently as much as possible. Hata hivyo, Hussein alieleza changamoto zinazokumba mashindano kama haya, akisema kuwa yana gharama kubwa ya zaidi ya milioni 2 kuandaa, viwanja vibovu, ukosefu wa fedha za kulipa marefa na changamoto za usafiri wa wachezaji zimekuwa kikwazo kikubwa katika uendeshaji wa mechi kama hizo. Sisi hapo tunaomba msaada labda kwa washirika wote ambao wanaweza saidia vijana katika uwanja. Si lazima stadium, hata hizi uwanja ndogo kama hii iweze kuimprovewa. Kwa sababu jana tumekuwa na game ya semifinal tulairisha sababu ya mvua. Na hiyo haifai, tungekuwa na uwanja standard tungeweza kucheza hiyo mechi. Nyingine naye ni resources. Vijana wako na shida ya resources kwa sababu hii game iko na gharama. Iko kulipa referee na transport ya kurun from one point to another. So pia tunaomba washirika hiyo ya kiserikali, ya kibinafsi waweze kusimama na hao vijana na kuweza kuwasaidia kupata resources ambayo ni cash money. Meneja wa Greve Zebra FC Francisco Ngulea ameonyesha imani kwamba timu yake itashinda taji hilo. Amesema kuwa timu yake haijapoteza mechi yote tangu mwanzo wa mashindano hayo. Timu yetu leo tumecheza semifinals, tumecheza against Mwangaza. Tulianza kwanza huko vijijini kutoana kwa preliminaries. Sasa tumequalify all the way mpaka semifinals level, tunaingia final. So final tutacheza against Bilbao. Leo tumecheza game na tumeshinda bao 7-1, na kwanza kabisa nashukuru pia players wangu kwa kucheza vizuri na kuonesha ujuzi wao uwanjani. Kocha chipukizi kutoka kaunti ya Isiolo Ahmed Ibrahim alitoa wito kwa serikali kupeleka mafunzo ya soka katika kaunti ili kuwasaidia wachezaji wachanga na meneja kuboresha ujuzi wao. Saizi tunashukuru kwanza na kada na ofisi ya women rep kwa kuleta hii tournament ya Nakada. Ni mostly ku-involve vijana kwa mpira, waache kucheza, watoke kwa drugs. So mostly tunataka ikuje next time na ikuwe more competitive. And kama sisi kama makocha huku Isiolo, kwanza mimi ni mdogo, kuna wengine wadogo wanakuja. Tunataka ma classes zikuje karibu, kwa saizi tukitaka kusoma ma coaching classes tunafika mpaka Nairobi. Kadri finali inavyokaribia, mashabiki wanajawa na hamu kubwa ya kuona timu gani itaibuka bingwa wa soka la Isiolo katika taji hili lililoandaliwa na Nakada na pia Mumina Bonaya. Nikikupa taarifa hii kutoka Isiolo, nite George Kobia.